ni tamaa ya kila Mtanzania kuona kwamba mpango huu wa gridi ya maji ya taifa unafanikiwa, kwa sababu kufanikiwa kwake ndiko kuondokana na tatizo la maji katika nchi yetu. Lakini vile vile tunawashajihisha ndugu zetu wa Wizara ya Maji kuhakikisha kwamba ufungaji wa mita katika maeneo mbalimbali kwenye matumizi ya maji yetu unafanikiwa, ili kwanza kuepusha upotevu wa maji, lakini kufanya pia watu wanaotumia maji wawajibike kwa matumizi ya maji walionayo. Lakini ni muhimu vile vile kubuni vyanzo vipya vya mapato ili kukuza sekta ya maji. Tusiendelee kutegemea chanzo cha aina moja katika kukuza sekta ya maji. Lazima tuwe na vyanzo vingi, vyanzo mbadala. Mamlaka ya Maji Tanga yametoa mfano wa kuigwa sana. Yameweza kutuonyesha kwamba unaweza ukaanzisha mchakato wa bondi ya maji na kitu alichokifanya hakijafanyika mahala popote pengine. Ni dhahiri kwamba kama tunataka kujifunza, tunajifunza kwenye Mamlaka ya Maji Tanga ambayo iko chini ya Wizara ya Maji, ili tuendelee kusogea mbele na kufanikiwa. Lakini ni muhimu pia kuimarisha huduma za usafi wa mazingira. Kila Mtanzania ajione ana wajibu wa mfumo wa mazingira yetu. Mamlaka za maji zijione zina wajibu. Tuna habari za mifumo ya maji taka, tuna habari za mtiririko wa maji ya mvua yanayokwenda bila utaratibu. Huu utaratibu wa kujenga mabwawa ya kuzuia maji yote unatuelekeza huko, lakini mfumo wa maji taka na salama lazima ufanyiwe kazi vizuri zaidi, ili huko tunakokwenda tusije tukaja tukajilaumu tukakuta katika mfumo wa maji safi tunaoutegemea kote umechanganyika na maji yasiyo salama. Nitoe wito kwa wadau wote wa sekta ya maji kutambua kwamba hakuna sekta, hakuna idara, hakuna taasisi ambayo maji si muhimu kwake. Hakuna binadamu hata mmoja ambaye maji si muhimu kwake. Kwa hiyo natoa wito kwa wizara zote, taasisi zote za serikali, taasisi za umma kujenga mtandao wa ushirikiano katika kuzikabili, kuzitatua na kuzirekebisha changamoto za maji, ili mwisho wa siku dhamira ya rais wetu ya kuwa na nchi ambayo imeondokana na changamoto za ukosefu wa maji, maji safi na salama iweze kufanikiwa. Lakini vile vile dhamira ya kulinda vyanzo vya maji. Tumetaja mito mikubwa, maziwa makubwa matatu kwa ajili ya kupata maji safi na salama kwenye nchi yetu katika mfumo wa gridi ya maji. Maziwa yale yote yanapokea maji yake kutoka kwenye mito mbalimbali inayoingiza maji kwenye maziwa yale. Mito ile ikikauka, maana yake ni kwamba maziwa yale hayatakuwa na maji. Tutafanya kosa la kijinga sana kama tutaelekeza nguvu zetu katika kupata tu maji kutoka kwenye maziwa haya makubwa matatu bila kulinda vyanzo vinavyoingiza maji kwenye maziwa hayo. Kwa hiyo nitoe wito kwa wadau wote wa maendeleo kuona kwamba tuna wajibu wa kipekee wa kuvilinda vyanzo vya maji katika nchi yetu, ili mpango wa serikali, mpango wa rais wetu wa kuondoa changamoto la maji uweze kufanikiwa, lakini vile vile ili tuweze kurithisha kizazi kijacho nchi inayofaa kuishi. Tuweze kurithisha kizazi kijacho nchi inayofaa kuishi. Dira ya nchi yetu ya maendeleo 2025 mpaka 2050 inaongelea maendeleo makubwa katika ujumla wake. Inaongelea kuinua kipato cha watu wetu kufikia ngazi ya kati ya ngazi ya juu katika miaka michache inayokuja ndani ya kipindi cha dira yetu. Lakini vile vile inajielekeza kutambua katika kipindi hicho watu wetu watakuwa wangapi. Sasa hivi tunaongea habari ya watu milioni 65, milioni 70. Lakini katika miaka kufika 2050 nchi yetu itakuwa na watu milioni 118. Kwa hiyo na zaidi ya nusu ya watu hawa watapatikana kwenye maeneo ya mijini. Changamoto la ongezeko la watu katika kipindi hicho itakuwa pamoja na kuongezeka kwa mahitaji ya chakula, mahitaji ya ajira, mahitaji ya afya, mahitaji ya elimu, lakini kubwa zaidi mahitaji ya maji. Ndio maana tunapofurahia sana habari ya kukuza na kuendeleza vyanzo vyetu vya maji, lazima pia
tuangalie sana umuhimu wa kulinda vyanzo vya maji yetu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, asiyeshukuru watu hata Mungu hawezi kumshukuru. Kwa dhati ya moyo ni kushukuru wewe binafsi kwa kutenga muda wako na kuja kuungana na sisi katika maadhimisho ya wiki yetu hii ya maji. Umetupa thamani, umenupa leo shughuli yetu imekuwa kubwa zaidi. Tuseme asante sana Mheshimiwa Makamu wa Rais. Utufikishie salamu kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi Wizara ya Maji hatuna mengi ya kusema. Tunachotaka kukisema, Daktari Samia Suluhu Hassan ametutoa mbali sana wizara yetu ya maji. Wewe Makamu wa Rais umeendelea kusisitiza mnataka matokeo. Mheshimiwa Waziri Mkuu anataka maelekeo. Nataka niwahakikishie, mimi Juma Aweso nikiwa na naibu waziri kaka yangu Injinia Kundo, katibu mkuu wa Wizara ya Maji, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Maji, management ya Wizara ya Maji na watendaji wa Wizara ya Maji, hatutokuwa kikwazo kwa Watanzania waishio mijini na vijijini waweze kupata huduma ya maji safi na salama.